Hujambo, hii ni Zone Media. Uamuzi wa Israel kukubali kusitisha mapigano dhidi ya Iran na washirika wake unatoa picha mpya yenye ujumbe mseto katika siasa za Mashariki Kati na unaacha maswali mengi kuhusu nafasi ya Israel kijeshi, kisiasa na kimkakati katika eneo hilo. Hatua hii ilitangazwa baada ya mashambulizi makubwa kutoka Iran pamoja na shinikizo la kimataifa. Inachukuliwa na wachambuzi wengi kama dalili ya mabadiliko ya mizani ya nguvu, ambapo Israel kwa muda mrefu imekuwa ikionekana kuwa na uwezo wa juu wa kijeshi na sasa inalazimika kurudi mezani kwa masharti yasiyotoka kwake. Kwa upande mmoja, inaweza kuonekana kama ushindi wa diplomasia, uamuzi wa kuokoa maisha ya raia, kuepuka maafa makubwa na kutii wito wa jumuiya ya kimataifa, akiwemo Rais wa Marekani aliyesisitiza vita isizidi hapo. Hii ni taswira ya taifa linalochagua hekima juu ya hasira. Lakini kwa upande mwingine, wakosoaji wanaiona kama ishara ya kupoteza udhibiti Iran, licha ya vikwazo na shinikizo la kimataifa, iliyoonyesha uwezo wa kijeshi kwa kulenga maeneo ndani ya Israel na kisha kufanikisha kusitisha kwa mapigano chini ya masharti ya upande wa tatu. Kwa hiyo, baadhi wanaona kama ushindi wa kisaikolojia kwa Iran na pigo kwa taswira ya Israel isiyoshindika. Aidha, hatua hiyo imeibua maswali kuhusu mshikamano wa ndani wa kisiasa nchini Israel. Wakati baadhi ya viongozi wanasema malengo ya kijeshi yamefikiwa, wengine wanaamini mapambano yamesitishwa kabla ya muda sahihi, hali inayoweza kuacha mianya kwa mashambulizi ya baadaye. Katika jamii ya kimataifa, mtazamo wa Israel unabadilika kutoka kuwa taifa linalodhibiti hali hadi kuwa mshiriki anayetii shinikizo. Hii inaweza kuwa mwanzo wa sura mpya ya mazungumzo ya kidiplomasia, lakini pia ni onyo kwa Israel kuhusu mabadiliko ya nguvu katika eneo hilo. Kukubali kwa Israel kusitisha mapigano ni ishara ya mabadiliko makubwa katika mwelekeo wa kisiasa na kijeshi Mashariki ya Kati. Ni hatua inaweza kupunguza umwagaji wa damu kwa sasa, lakini pia ni ishara kwamba enzi ya kutawala kwa silaha peke yake huenda imeanza kupigwa na uhalisia mpya wa kisiasa.